Ndugu yetu nimetafuta mzuri wa kipindi kizuri hiki cha ujumbe wangu kwako, my message to you. Leo nataka nituzungumzie nguvu ya msamaha, the power of forgiveness. Katika maisha ya mahusiano tunayoishi katika dunia hii ambayo sio kisiwa kama mtu yuko peke yake, kuna nguvu ya msamaha. Msamaha una nguvu. Ili uwe mtu unaishi na watu wema, kuwa na karama na uwezo na nia ya kusamehe. Tukianzia katika maisha ya familia, maisha ya ndoa, watu ambao uko nao kila siku, mke wako, watoto wako, majirani zako, watu wa nyumbani mwako, mpaka majirani, kazini kwako, wasaidizi wako, wakubwa wako wa kazi. Msamaha inaitwa ndiyo mama wa mahusiano. The power of forgiveness. Umoja wa maisha umejengwa na kitu kinachoitwa kusamehe. Nataka nikutie moyo kuwa na roho ya kusamehe. Kuna watu ni wagumu kusamehe, lakini ujue kwamba na wewe pia ulisamehewa, na wewe pia umekusanya mambo mengi. Utakuwa ambaye anaweza kuishi kama hajasamehewa. Tukianza na msamaha wa Mungu wetu katika Kristo Yesu aliyotusamehe, tulipokuwa tungali kwenye dhambi, alikufa kwa ajili yetu. Sasa katika maisha ya kila siku, nguvu ya msamaha. Ndio maana Yesu alisema kwamba katika sala ya Bwana anasema kwamba tusipowasamehe wengine, wale Baba yetu wa mbinguni naye hatatusamehe. Asema tukisamehe wengine, ndipo na Baba yetu wa mbinguni atatusamehe. Je, mara ngapi umeshindwa kusamehe? Mara ngapi umedhani kwamba wewe tu ndio una haki, ndio umekosewa? Nimejua kesi kimoja ambacho baba yangu alinisimulia. Zamani baba yangu alikuwa mwalimu. Alisimulia kisa kwamba mahali fulani mwalimu aliyekuja kutoka mkoa fulani kaja mikoa ya mbali, alifika mahali akaoa mke kutoka jiji jirani na mahali. Huyu mwalimu alitoka mikoa ya mbali akaja katika mkoa mwingine ambapo baba alifahamu. Alikuwa bado kijana, akaenda kwenye kijiji jirani akaoa. Siku moja alipokuwa alikuwa ameenda mjini, kutoka kijiji hiki kwenda mjini ilikuwa ni kama dakika tuseme ni kilomita 15, ni kama maili 9 hivi. Wakati anaingia mjini akakutana na shemeji zake kutoka kijiji kingine ambapo ndipo alipooa, ambao ni kaka zake na mke wake. Walikuwa katika mazingira ya hospitali ya wilaya. Akaona hapo pale asubuhi, akaweza mbona mkaka kumwambia mama anaumwa. Usiku alizidiwa, tukamleta hapa anaumwa na amepimwa, anaonekana hana damu. Mwalimu huyu ambaye alioa dada wa hawa jamaa akabidi aingie hospitali kuangalia mgonjwa, akaambia mgonjwa hitaji lake kubwa aongezewe damu. Hao ndugu nao wamepima watoto wake na majirani waliokuja, damu yao haitoshi kuongeza. Yeye alipopimwa akaonekana kwamba damu yake anaweza akamsaidia mama. Kwa hiyo ikabidi aache mambo mengine yote, akakimbia benki kwanza, akachukua hela enzi hizo mpaka uende benki na kitabu cha benki, akaja alafu akapimwa, damu yake inafaa, akatolewa damu ili akuepeshe mama. Ilikuwa ni hatua ndefu. Shughuli zake kabisa sasa aache, akatolewa damu chupa kadhaa, akamsaidia mama. Mama akaanza kupewa damu sasa, akaanza kupata matumaini. Naye pale akatoka, lakini bado ana safari ya kurudi nyumbani. Ilikuwa ni wakati wa mvua, ukawa kuna wingu. Pale shule wakamshukuru. Hawana uwezo wa kumlipa, nao ni watu masikini. Akaondoka na basikeli yake kurudi. Kumbuka sasa ni jioni. Hapo sasa inakwenda saa 1 jioni. Anatoka mjini kwenda kijijini. Akiwa njiani mvua ikazidi. Kumbuka basikeli yake haina taa na wala alikuwa kwamba atarudi usiku. Mvua ikaanza kunyesha, kuna giza, kuna radi, naye ametoa damu, mwili kidogo umesheki sababu ya kazi aliyofanya.
njiani, sababu ya giza na utelezi, basikeli yake katika mteremko, basikeli yake akaingia kwenye korongo, basikeli ikaanguka, akarushwa, akaangukia kwenye visiki vya miti iliyokatwa kando ya barabara, akachoma na basikeli kimoja kikamchoma kwenye kwapa. Yuko peke yake, kumbuka, basikeli ikarushwa huko, naye akarushwa huko, asitaka kutoa, kisiki kimebana, akatumia nguvu kukitoa, damu zikaanza kutoka kama bomba. Kumbuka kwa tena alishatoa damu hapa, tena ameumia tena, lakini akajikaza, akavua shati lake, akaweka kwenye kwapa ili kuzuia damu. Angalia basikeli na yenyewe ilivurushwa chini pale, kumbe imechoma na visiki, upepo umetoka. Kwa hiyo akaanza kukokota basikeli yake kwenda nyumbani. Ni usiku, anajitahidi kwa mguu. Saa 7 usiku akiwa amechoka sana, kumbuka alitoa damu, na baada ya tena anatoa damu ya ajali hii. Akafika nyumbani, akamgongea mke wake, mvua inanyesha. Mke wake akamgongea kwa shida, kwamba mke wangu nifungulie. Mke badala ya kumfungulia, yeye alidhani kwamba alikuwa kwenye mambo mengine, akamwambia kalale huko huko, au uliokuwa nao lala huko huko, usizukue mimi, unakuja saa hizi una tabia mbaya wewe. Akamwambia nifungulie basi kwanza, nimesema hivi, kalale huko huko, usinisumbue. Na kweli hakufungua. Yule mwalimu akalala hapa mlangoni, mvua inanyesha, na maji ya bati la nyumba yao yamefanya kidimbwi, akalala hapa. Mke naye kweli hakufungua. Asubuhi wale shemeji zake sasa kule wakaona kwamba mama yao ana nafuu, maana ameshapata damu. Wakasema hebu twende alikokwenda shemeji yetu tuone, je, usiku alipoondoka hapa alifika salama. Wakasafiri na basikeli zao, walikuwa 4 kwenye basikeli mbili, wamebebana. Kufika saa 12 wanafika, bado ni giza, wakakuta mtu amelala mlangoni, kifua wazi, na pale alipolala kufanya kama kidimbwi cha damu, maana yale maji yamepikwa kwa damu, sababu ya damu inamtoka. Hasa wakashangaa, wanasema shemeji nini? Anaongea kwa tabu. Ndipo sasa wakagonga kwa dada yao, nini huyu? Ndipo sasa yule mwanamke anashangaa kusikia sauti za kaka zake wamekuja. Anafungua mlango, anashangaa mume yuko chini, kuna damu kwenye kidimbwi cha maji, naye anamwambia dada, nini? Yale shemeji alitoa damu kuokoa maisha ya mama, mbona bado yuko hapa? Ulimpokeaje? Mke naye ndio anashangaa, amemhukumu kabla hajamsikiliza. Hasa wanataka kumpiga dada yao kwamba kwani amefanya ujinga gani? Ndipo wakaambiwa na jamani, wala msigombane, huyu apelekwe hospitali. Hasa kule nako ni kijijini, usafiri wa basikeli hawezi kukaa kwenye basikeli. Wakatafuta matela yale yanayokotwa na ng'ombe, wakamweka humo, wakamkimbilia nesi wa zahanati ya kijiji, akasaidia, lakini yule mwalimu hakufika mjini, alifariki. Nataka nikwambie, jifunze kusamehe. Usimhukumu mtu kabla hujakusikiliza, alafu jifunze kusamehe. Msamaha ni mama wa mahusiano. Nataka nipatie moyo. Je, katika maisha yako kuna mtu ambaye umekaa bila kumsamehe? Unadhani alikukosea, kumbe kwa kweli tu hujapata muda kuzungumza naye ukamsikia hisia zake. Kwa siku ambapo nilifundisha zile hatua za kumaliza mzozo wa familia: 1, kubali kuzungumza; 2, kubali kusikiliza; 3, kubali kusamehe; 4, kubali kuomba msamaha; na 5, kubali kupiga magoti kuomba. Sasa ukishazingatia hayo, jua kwamba msamaha ni mama wa mahusiano. Forgiveness is the mother of relationship. Jifunze kusamehe, utakuwa na amani ya moyo. Mungu akubariki.